Ndugu mpenzi mtazamaji, karibu sana katika kipindi hiki cha mwongozo wa kujifunza Biblia kutoka hapa Tosi TV Network ambacho kinakuja kwako kila wiki. Na leo tena upo nami Baraka Tosi, na kabla hatujaendelea, hebu tupate ombi. Tuombe. Baba yetu mtakatifu, tunakushukuru sana kwa ukuu na wema wako. Asante kwa kutupatia wasaa huu wa kujifunza maneno yako. Fungua akili zetu tuweze kuelewa kile ambacho unahitaji kutufundisha. Katika jina lako Yesu Kristo. Amina. Ndugu mpenzi mtazamaji, leo tupo katika somo la mwisho kabisa. Wiki hii ni wiki ya somo la mwisho kabisa katika lesoni yetu ya robo ya 4 mwaka 2025, ambayo ilikuwa inaelezea sana kipindi cha Yoshua. Na kwa kweli tumejifunza mambo mengi sana, na ninaamini kama ulikuwa pamoja nasi kuanzia somo la kwanza hadi la mwisho hili, naamini umejifunza mambo mengi sana. Na leo tena tunamaliza lesoni yetu kwa somo linalosema chagua leo. Ni somo ambalo linatoa wito wa uchaguzi. Na nani ambaye anatoa wito? Jiunge nasi katika lesoni hii ya juma hili kujua nani huyu ambaye anatoa hotuba ya wito kwa wana wa Israel. Fungu la kukariri linatoka katika kitabu cha Yoshua 24 fungu la 15, na nitatumia Kiswahili cha kisasa. Imeandikwa, na ikiwa mnaona ni vibaya kumtumikia Bwana, chagueni leo mtakayemtumikia, lakini mimi na nyumba yangu tutamtumikia Bwana. Kichwa cha somo kinasema chagueni leo au chagua leo. Inaonyesha kuna mambo mawili au zaidi ambayo yanatakiwa kuchaguliwa, na inaonyesha wazi kabisa kwamba kuna chaguzi moja ambalo ni bora kuliko mengine. Na Yoshua katika fungu hili la kukariri anatoa chaguzi hilo ambalo ni bora kuliko machaguzi mengine, ya kwamba kumchagua Bwana ni bora zaidi, ambako yeye na nyumba yake wameamua kufanya hivyo. Juma hili tutaangazia katika hitimisho la hiki kitabu cha Yoshua. Na Yoshua katika safari yake alikuwa amefanya mambo mengi ambayo yalikuwa ni makubwa, na kwa kweli alikuwa anaweza kusema maneno yale ambayo kama Paulo alivyosema ya kwamba nimevipiga vita vizuri vya imani, mwendo nimeumaliza, na hatimaye nasubiri taji. Lakini Yoshua anahitimisha kwa kutoa wito kwa hawa watu wa Israel kwamba mmeona mambo makubwa ambayo Bwana ameyafanya katika maisha yenu katika safari nzima ya kutoka Misri kuja Kanaani, na mmeona namna ambavyo Mungu aliwabeba katika mabawa yake. Na kwa hivyo chagueni leo ni nini ambacho mtakichagua kati ya miungu, kati ya mabaali, au kumchagua Mungu wa kweli. Lakini mimi Yoshua na nyumba yangu tutamchagua Bwana. Na hili ndilo ambalo tunaenda kuliangalia kinaganaga katika juma hili. Juma hili tutakuwa na mada kadhaa ambazo tutaangazia, na mada ya kwanza inasema hadithi ambayo Mungu aliandika. Na tutafata mada nyingine ambayo inasema wito wa uadilifu, lakini pia tutaangalia uchaguzi wa watu. Kisha tutaangazia uhuishwaji wa agano, na hatimaye tutaangazia mwendelezo wa hadithi. Na tukianza na hadithi ambayo Mungu aliandika, hapa tunaangazia juu ya wito ambao Yoshua anautoa wa kuwaita wana wa Israel wote wakutane katika eneo lililoitwa Shekemu. Shekemu ilikuwa ni eneo la kihistoria, na Yoshua anawaita wana wa Israel waende Shekemu kwa sababu kuna mambo kadhaa ambayo anahitaji kuwafundisha. Kwanza, Shekemu ilikuwa ni mahali pa kwanza kabisa ambapo Ibrahimu alipiga kambi. Mungu alikuwa amemuita Ibrahimu kutoka katika nchi aliyokuwepo na kwenda katika eneo ambalo atamtuma. Na katika kuenenda huko, eneo la kwanza kabisa ambalo Ibrahimu alipiga kambi lilikuwa ni eneo la Shekemu. Lakini pia
Shekemu ilikuwa ni eneo ambalo Yakobo naye alipiga kambi. Ilikuwa ni eneo ambalo Yakobo alipokuwa katika eneo la Kanaani alipiga kambi huko. Lakini pia hili lilikuwa ndilo eneo ambalo lilikuwa ndiyo milki pekee ambayo Yakobo alikuwa nayo. Lakini pia Yakobo aliangamiza miungu ambayo ilikuwa imebebwa na familia yake. Akaangamiza kabisa na wakafanya upya agano lao familia ya Yakobo na Mungu. Kwa hiyo Yoshua anawaita hawa watu wa Israel kukusanyika katika eneo la Shekemu, kwanza akitaka kuwakumbusha juu ya historia ya namna ambavyo Ibrahim alianzisha maisha mapya na Mungu, lakini alitaka kuwakumbusha pia namna Yakobo alivyoanzisha maisha mapya na Mungu katika eneo hilo la Shekemu, na zaidi ya yote namna ambavyo aliangamiza miungu ya kigeni huyu Yakobo na kuanza upya yeye akiwa na familia yake. Kwa hiyo vizazi mbalimbali ambavyo vilikuwa vimepita na vingine vilikuwa havijawahi kushuhudia hata hilo eneo la Shekemu, vilitakiwa kujifunza juu ya historia, namna ambavyo mababu walitengeneza maisha mapya na Mungu, na wao wanatakiwa kutengeneza maisha mapya na Mungu katika kipindi hiki ambacho Yoshua anawahutubia na kuwaeleza au kuwakumbusha juu ya Mungu huyu ambaye mababu wao wa zamani walimchagua. Lakini maana nyingine inasema wito wa uadilifu, na hapa natamani kwanza tusome katika kitabu cha Yoshua 24 fungu la 15. Neno la Mungu limeandikwa, nanyi kama mkiona ni vibaya kumtumikia Bwana, chagueni hivi leo mtakayemtumikia, kwamba ni miungu ile ambayo baba zenu waliitumikia ng'ambo ya mto, au kwamba ni miungu ya Waamori ambao mnakaa kati yao, lakini mimi na nyumba yangu tutamtumikia Bwana. Kama vile ambavyo Yakobo alialika familia yake kumtumikia Bwana, maneno kama hayo Yoshua anayarudia tena haya kwa wana wa Israel, kwamba wanatakiwa kumchagua Mungu ambaye ndiye chaguzi bora kuliko kuchagua miungu ambayo waliitumikia. Yawezekana ni miungu ile ya Waamori ambayo wanaishi kati yao, yale mataifa ambayo yanawazunguka, au ile miungu mingine ambayo ng'ambo ya mto mababu zao waliitumikia. Na kumcha Mungu kuna maana fulani ambayo ni tofauti kidogo na huenda wao walivyokuwa wanaelewa. Kumcha Mungu humaanisha kuonyesha heshima kubwa kwa yeye ambaye ndiye mkuu kuliko miungu hii ambayo Yoshua anaitaja hapa, ambayo mababu zao wa zamani walikuwa wameichagua. Lakini pia ni kumkubali Mungu kama ndiye mfalme na ndiye Bwana wao. Lakini pia kumtumikia Mungu kwa uadilifu, kwa sababu yeye amesema mimi na nyumba yangu tutamtumikia Bwana, kuna maanisha ibada isiyo na kasoro, kwamba wana wa Israeli wanatakiwa waanzishe au wadumishe ibada ambayo haina kasoro yoyote na ambayo itathibitisha uhusiano wao na Mungu ulio hai. Lakini pia kumtumikia Mungu kwa kweli kuna maanisha kitu kingine zaidi ya kwamba kuwa mwaminifu, kuwa mwadilifu, au kuwa mtu asiyegawanyika au asiye na mawazo mawili katika chaguzi zake. Maana yake anatakiwa awe na chaguzi moja tu ya kuwa na Mungu pekee. Sisi katika maisha yetu leo
kuna chaguzi nyingi ambazo tunakutana nazo, na wakati mwingine television, wakati mwingine ni simu zetu zinaweza kuwa miungu, lakini tunaambiwa leo yatupasa tutenge muda wa kuongea na Mungu, muda wa kumsikia Mungu akinena nasi, muda wa kuwa sisi na Mungu na kumwacha yeye aijaze mioyo yetu. Huo ndio uchaguzi wa kweli ambao Yoshua leo anatukumbusha sisi kama wanadamu wa karne hii ya leo. Mada nyingine inasema uchaguzi wa watu. Sasa baada ya Yoshua kutoa wito huo wa watu kuchagua kumtumikia Mungu, hebu tuangalie mwitikio wa watu ulikuwa ni upi. Unaposoma katika kitabu cha Yoshua 24 fungu la 26, fungu la 16, neno la Mungu limeandikwa, na watu wakajibu wakasema, Mungu akataze tumwache Bwana tuitumikie miungu mingine, wakidhihirisha ya kwamba wanaepukana kabisa na wanakimbia kutumikia miungu mingine, wanahitaji kumtumikia Mungu peke yake. Baada ya wana wa Israeli kueleza mambo kadha wa kadha hapo, kudhihirisha waziwazi kwamba wako radhi kumtumikia Mungu tu pekee, wakiamini Yoshua atatoa jibu zuri, jibu la kushangilia, jibu la kufurahi na jibu la kuwakamilishia makubaliano yao walioamua kuyafanya. Yoshua anajibu tofauti, anasema hamwezi kumtumikia Bwana. Na maneno kama haya ndiyo yaliyowahi kusemwa huko nyuma hata na viongozi wengine wa zamani, pale ambapo wana wa Israel waliamua kuasi au waliendekeza uasi. Kwa hiyo Yoshua anasema nyie hamwezi kumtumikia Bwana, akihitaji kuona mwitikio wao zaidi ni upi. Lakini baadaye wana wa Israeli wakasisitiza na kusisitiza tena zaidi ya kwamba wao watamtumikia Bwana na wako radhi kumtumikia Bwana. Na huku ndiko kunatupeleka katika mada nyingine ambayo inasema uishwaji wa agano. Baada ya wana wa Israeli kusema wazi kwamba wako tayari kumtumikia Bwana, Yoshua anasimika jiwe ambalo linakuwa ni ishara ambayo inadhihirisha wazi ya kwamba wao wana wa Israeli wameamua kumchagua Bwana na hawako tayari kutumikia miungu mingine kabisa. Na anatengeneza ishara ambapo anasimika jiwe, na hilo jiwe anapolisimika linadhihirisha wazi ya kwamba ni ukumbusho kwamba wana wa Israeli waliamua na walisema wazi wazi mbele ya mtumishi wao Yoshua ya kwamba watamtumikia Mungu peke yake. Yoshua anaandika amri na anaandika makubaliano katika kitabu, na anapoyaandika hayo makubaliano yanakuwa ni agano wazi wazi baina ya Yoshua, wana wa Israeli, lakini pamoja na Mungu, ya kwamba wana wa Israeli wamethibitisha wazi wazi ya kwamba watamtumikia Mungu pekee na sio miungu mingine. Na mada ya mwisho kabisa ni mada inayosema mwendelezo wa hadithi. Mwendelezo wa hadithi. Natamani tusome katika kitabu cha Yoshua 24 fungu la 31. Neno la Mungu limeandikwa, na Israeli wakamtumikia Bwana siku zote za Yoshua na siku zote za wazee waliokaa maisha ya Yoshua, na ambao walikuwa wameyajua matendo yote ya Bwana aliyowatendea Israel. Sasa changamoto inakuja pale ambapo kizazi kile ambacho wana wa Israeli walikuwa wameshuhudia mambo makubwa ambayo Mungu amewatendea, na katika kipindi cha maisha ya Yoshua, pale ambapo kizazi chao kitaondoka. Kwa hiyo ilibidi waendelee kuwafundisha vizazi vinavyofuata au watoto wao namna ya kumtii Mungu, namna ya kumjua Mungu, watu ambao walikuwa hawajashuhudia mambo ambayo Mungu ameyatenda, mambo makubwa ambayo Mungu ameyatenda kwa taifa la Israel. Kwa hiyo ilibidi kuwafundisha watoto wao kumjua Mungu, na hili hata leo linatakiwa litumike katika maisha yetu, katika familia zetu, kwamba wazazi wasiache kuwafundisha watoto wao habari za Mungu, kwa sababu wanapowafundisha
habari za Mungu, wanathibitisha kwamba wako tayari kuendeleza agano ambalo Mungu amelifanya pamoja nao kwa watoto wao. Kwa hiyo pale watakavyo wafundisha watoto wao ndipo utii, hekima, uovu utakuwa haupo, lakini hekima na utii vitaendelea kudumishwa na ibada kwa Mungu itaendelea kudumu na kuwa imara. Kuna nukuu hapa ambayo natamani nisome kutoka katika kitabu cha Testimonies for the Church, gombo la 9 ukurasa wa 116, ambalo limeandikwa na Ellen G. White. Jemedari wetu ambaye hajawahi kupoteza vita anatarajia huduma ya hiari ya uaminifu kutoka kwa kila mtu ambaye amejiandikisha chini ya bendera yake. Katika pambano la mwisho linalotokea sasa kati ya nguvu kwa ajili ya mema na majeshi ya uovu, anatarajia wote, walei pia wachungaji, kuishi na kushiriki. Wote ambao wamejiandikisha kama askari wake wanapaswa kutoa huduma ya uaminifu kama watu wadogo, na hisia kali ya jukumu likiwa juu yao binafsi. Leo hii Mungu anahitaji wanaume na wanawake ambao watasimama kwa ajili ya kudumisha heshima na kudumisha ibada na kudumisha utumishi kwa ajili ya Mungu na Mungu pekee. Mungu anatamani wewe uwe mmoja wao ambaye utadumisha utii kwa Mungu. Je, uko tayari? Ikiwa uko tayari, ungana pamoja nami ninapoenda kuomba ombi hili. Tuombe. Baba yetu mtakatifu, asante sana kwa ukuu na wema wako. Asante kwa sababu umetufunulia makuu katika lesoni hii ya robo ya 4, namna ambavyo tunatakiwa tukutii, namna ambavyo wana wa Israeli walipotea na kurudi na kupotea na kurudi, na namna ambavyo Yoshua kama kiongozi alidumisha kuwa mwaminifu kwako. Tuwezeshe leo tuwe waaminifu kama Yoshua, na tuwezeshe leo tufanye maagano ya kudumu kuwa waaminifu kwako kila siku katika siku za maisha yetu. Tunaamini utatuwezesha na utatudumishia maisha mapya katika jina la Yesu Kristo. Amina. Basi ndugu mpenzi mtazamaji, naamini tumejifunza mambo mengi katika lesoni yetu hii ya robo ya 4. Tunapoanza lesoni ya robo ya kwanza katika mwaka 2026, namwomba Mungu akusaidie udumu kuungana pamoja nasi, lakini pia uendelee kuwa mwanachama au mwanachannel yetu hai wa Tosi TV Network, kwa sababu uwepo wako ni muhimu sana katika kusababisha injili hii au habari njema hizi kutoka katika channel yetu hii ya Tosi TV Network inaendelea kusambaa katika mataifa yote. Mungu akubariki sana. Uwe na wakati mwema katika wiki hii na katika juma hili. Usisahau kununua lesoni ya robo ya kwanza mwaka 2026. Mungu akubariki sana. Na ikiwa video hizi zinaendelea kukubariki, kumbuka kushare, kumbuka kusubscribe, lakini kushiriki na watu wengine waweze kubarikiwa. Asante, ulikuwa nami Baraka Tosi kwa niaba ya wote waliokuwa pamoja nasi katika robo hii, robo ya 4. Bwana Emmanuel Hamisi ambaye tumedumu naye katika masomo ya kwanza, na hatimaye mimi Baraka Tosi. Asante sana.